Na mtazamaji wa Gift Online TV, na matumaini hujambo, uko poa. Lakini kama hauko poa, basi tazidi kumwomba Mwenyezi Mungu hali yako iweze kuwa vizuri zaidi. Karibu ndani ya Zoom Sport tuweze kumulika taarifa mbalimbali za kimichezo zilizojiri kitaifa, lakini kunako anga la kimataifa. Kubwa zaidi kitaifa, tuweza kujadili kuhusiana na sakata zima la kikosi cha Young Africans, ambapo wataweza kujipiga katika ligi kuu soka Tanzania bara kwa mchezo wa marudiano au mchezo wa mwisho kwa Tabora United. Yani ni mchezo wa raundi ya pili kwa Tabora United dhidi ya Yanga. Tuweza kujuzana wote vema kabisa hamba ndani ya Zoom Sport. Lakini tuweza kumulika pia mchezo wa wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya Al Misri ya kule Misri. Kuhusiana na mchezo huo kinaga ubaga tuweza kufahamu hapa moja kwa moja ndani ya Gift Online TV. Lakini kimataifa tuweza kujadili pia kuhusiana na masuala mbalimbali ya kimichezo kule kimataifa. Kwa hiyo salia nasi tuweze kukujuza yote yale ya kimichezo ambayo yamejiri kitaifa na kimataifa kama nilivyokuambia. Lakini kumbuka tunapewa nguvu na maji ya uzima, na maji haya yanapatikana katika huduma ya Mlima Moria Ministry inayopatikana maili 6 Msasani chini ya mtumishi wa Mungu Gideon. Na ili uweze kufika hapa katika huduma hii ya Mlima Moria, kama unatoka Moshi, panda gari inayokuja maili 6 alafu uweze kushukia Msasani, au unaweza kaambia kushushie kwa msafiri, kwa inaeleweka. Kwa hivyo ukishuka hapo utasogea mbele kidogo, utaona bango la Mlima Moria Ministry. Moja kwa moja ukishuka na hiyo barabara utafika katika huduma ya Mlima Moria. Kama unatokea barabara ya Arusha au unatokea Boma, basi utashukia kituo cha mashine, na kituo cha mashine kiko mbele kidogo ya maili 6. Kisha shuka kituo cha mashine, utavuka barabara, utasogea mbele kidogo, utaona bango la Mlima Moria Ministry. Karibu katika huduma ya Mlima Moria Ministry. Siku za ibada ni siku ya Jumatano, siku ya Ijumaa pamoja na siku ya Jumapili. Siku ya Jumatano ni kuanzia majira ya saa 8 mpaka saa 11, lakini siku ya Jumapili ni kuanzia majira ya saa 6:30 mpaka majira ya saa 10:30 za jioni. Karibu katika huduma ya Mlima Moria. Msikilizaji na mtazamaji wa Gift Online TV, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment kile ambacho kinapatikana hapa, ili uwe mwanafamilia wa Gift Online TV. Kumbuka po nami Tobias Kisima, nipo na mchambuzi wa soka muite Eric Kayman, tuweze kujuzana wote habari za kimichezo. Eric Kayman, habari za wakati huu? Bana nzuri, siku kuu inakwenda vizuri sana. Siku hii hapa mwaliko nipata ndugu yangu. Naona hujapumzika, unaendelea kuchapa kazi kama kawaida. Uchape kazi. Vipi lakini mialiko hii ipo? Usipoalikwa Pasaka nayo inakuja. Na sisi pia tutatoa mwaliko. Sawa, na shukrani. Kwa nasubiria pia nitaalikwa muda sio mrefu. Kwa mambo yataenda vizuri kabisa. Inabidi iwe shukrani kwa wote ambao wametupatia mialiko kwa siku leo. Kabisa. Na mambo yanaenda vizuri. Napokea message nyingi, lakini kuna ualiko wa rasmi. Wa rasmi kabisa. Inatumwa kadi. Unaweza ukaenda alafu kaambiwa hivi nilituma message kweli? Au hiyo message nilituma bahati mbaya. Sasa nakuonyesha tu bana. Kuna ile kualikwa rasmi. Hiyo message ilikuwa sio ya kwako. Lakini umealikwa rasmi ile vizuri kwa mdomo ama katika barua maalum. Unasema basi moja kwa moja hii nifike kabisa. Na mtazamaji, moja kwa moja tunaanza na taarifa ya Young Africans, ambapo watakipiga na Tabora United. Moja kwa moja nije kwako Eric Kayman. Yanga waliweza kupoteza katika raundi ya kwanza dhidi ya Tabora. Vipi uelekeo kuhusiana na swala zima la marudiano? Yani nikizungumzia katika MBC hapa raundi ya pili. Je, Tabora wataweza kusimama katika msimamo wao kuelekea katika kupata ushindi, au Yanga wataweza kuboresha kikosi chao na kuweza kujua kwamba ni mbinu ipi ambayo wataingia nayo uwanjani kuweza kujiletea matokeo? Ni mechi nyingine ya kimaamuzi. Ndio. Mechi nyingine ambayo tunaona Young Africans kutokana na mechi ambayo iliyopita mzunguko wa kwanza. Tatizo ambalo walikumbana nalo kwenye kikosi ndicho ambacho kwa asilimia kubwa iliwahukumu Young Africans dhidi ya Tabora United. Walikuwa na tatizo kwenye safu ya ulinzi, kitu ambacho iliwagharimu. Tuliona mtu kama Azizi Ndambwile alienda kucheza eneo lile kama beki wakati, lakini pia tuliona Ali Diaucho akienda kucheza pale. Dennis Nkane tulimuona akicheza kama beki
nambari 2. Kitu ambacho ukikutana na timu yenye quality ya wachezaji ambao ni bora wazuri kama Tabora United, ilikuwa lazima tu Young Africans waweze kuhukumiwa kutokana na yale mapungufu ambayo wako nayo. Tunaiona Young Africans inaenda kuingia kwenye mchezo. Huu ni mzunguko wa pili, duru la salama, duru ambalo kila timu inatazama kwamba hapa ndiko ambako unapaswa kufanya vizuri, hapa ndiko ambako unapaswa kuhakikisha kwamba unavuna alama 3 katika kila mchezo. Wanakutana na timu ya Tabora United yenye wachezaji ambao pia wana uwezo mzuri, lakini ukiwatazama Young Africans kwa hivi sasa kwenye kikosi chao wameimarika zaidi, tofauti na namna ambavyo walikutana na Tabora kwenye mzunguko wa kwanza. Niko natazama kwenye eneo la safu ya ulinzi, yuko Ibrabaka vizuri, lakini pia yuko Dickson Job. Kule pembeni tumeona Yao Kwasi ndio bado hajapata nafasi, lakini usajili wa dirisha dogo Israel Patrick Mwenda kuna kitu kikubwa sana ameenda kukiadi katika eneo hili. Maana kwamba tunaenda kuona Young Africans kwenye yale matatizo ambayo walikuwa nao katika mzunguko wa kwanza, kwenye mzunguko wa pili basi wamesha yaziba vizuri, wanaonekana wako vizuri. Wanakwenda kukutana na Tabora United. Ndio, Tabora United wana kikosi kizuri, wana wachezaji ambao ni wazuri, lakini tunaiona Tabora United ambayo namna ambavyo wapo kwa hivi sasa na walivyo katika mzunguko wa kwanza wana vitu viwili tofauti kabisa. Tunaweza kusema kwamba ni Tabora United ambao kama inacheza kiutofauti kidogo kutokana na changamoto ambazo wako nazo kwa hivi sasa. Tabora United tatizo lao la tokea mzunguko wa kwanza lazima tuligusie. Ni moja kati ya timu ambayo ni wazuri kwenye kufunga, lakini pia ni wazuri kwenye kufunga. Maana kwamba wanatoka wanaacha duka wazi, ndio wanafunga lakini wepesi kufungwa. Tazama hata mabao ambayo wamefunga kwenye ligi kuu Tanzania bara, wamefunga mabao mengi lakini wamefungwa mabao mengi sawa na idadi ya mabao ambayo wamefunga, kitu ambacho kinakuwa kwa upande wao wakikutana na timu yenye quality kama Young Africans, hapa lazima waende kuhukumiwa kwa asilimia kubwa. Ukiwachukua Young Africans, ukitizama msimamo ulivyo kwenye ligi kuu Tanzania bara kwa msimu unaonekana kuwa na ushindani mkubwa sana. Young Africans wataingia kwenye mchezo wakiwa wanahitaji alama 3, wakitazama kutokana na namna ambavyo mpinzani wake anamfuata hapa nyuma utofauti wa pointi moja tu pekee. Maana kwamba hapa wanajitahidi kuhakikisha kwamba waweze kushinda mchezo. Lakini kitu kingine kinachokwenda kwa kosi Tabora United, wanakutana na Young Africans ambao iko na hasira kutokana na namna ambavyo mzunguko wa kwanza walifedheka dhidi ya Tabora United. Kumbuka walitaniwa sana. Nyuki kelele zilikuwa nyingi sana. Mpaka mzunguko wa pili bado watu walikuwa wanalia na Tabora United dhidi ya Young Africans kutokana na kipigo ambacho walichokuwa wamekitoa. Lakini sasa tunaona namna ambavyo Young Africans quality ya wachezaji ambayo wako nayo, wakifikiria vitu kama hivi hawawezi kumwacha Tabora United salama. Lakini pia kitu kingine ambacho kinaenda kufanya hii mechi na kuwa ngumu kwa upande wa Tabora United ni kauli ambazo zimekuwa zikizungumzwa pia kwenye mitandao ya kijamii, na watu wengi wamekuwa wakitazama Tabora United kama inakwenda kuizuia Young Africans kwa sababu wameshafanya hivyo katika mzunguko wa kwanza. Tumeona pia kiasi cha fedha ambacho wamewekewa Tabora United na mkuu wa mkoa Mheshimiwa Chacha, mkuu wa mkoa pale Tabora, ambapo ameweka kitita cha milioni 60. Kitu ambacho kinaenda kuitia hasira zaidi Young Africans. Maana kwamba wanaingia katika mchezo wakijua kabisa wachezaji wa Tabora United wana lengo lao kuhakikisha kwamba wanaipata ile milioni 60. Maana kila mchezaji atakuwa na jitihada za kujituma zaidi ili kile kitita kiweze kubaki upande wao. Maana Young Africans ili lazima watalitia mkazo. Lakini pia kitu kingine, kauli aliyozungumza Mheshimiwa Chacha dhidi ya Young Africans kwamba Yanga si kitu. Umeona? Kwa maana kwamba ni kama ameizungumza Yanga kwamba Tabora United anaweza akajipigia tu. Sasa ni kauli ambayo kwa upande wa wachezaji wa Young Africans wakisikia, benchi la ufundi, viongozi, maana kwamba moja kwa moja watasema lazima wahakikishe wanashinda huu mchezo. Kwa hiyo kwa asilimia kubwa ugumu uko hapa kwa upande wa Tabora United katika huu mchezo. Lakini pia upande mwingine kwa upande wa Tabora United ambao nimekuambia nao pia wana matatizo, nacho pia ndicho ambacho kinaenda kwa hukumu katika mechi hii ambayo itakokwenda kupigwa April 2 kesho kutwa siku ya Jumatano, si ndio? Kwa upande
Kwa upande wa Tabora United wamebadilika. Mzunguko wa kwanza tulikuwa tunaona kuna aina ya wachezaji ambao walikuwa na spiriti kubwa sana, lakini pia kuna mabadiliko pia kwenye eneo la benchi la ufundi. Natazama kwenye eneo la kiungo, Morris Chuku alikuwa kwenye eneo hili la kiungo, alikuwa anafanya Tabora United inakuwa na bato kwenye eneo la katikati. Japokuwa wamekuwa wakiruhusu watu kupita kwenda kuwafikia mabeki, lakini namna ambavyo walikuwa wanaweka balance ya kusogeza timu mbele, kwa ilikuwa inaonekana ina madhara zaidi na ilikuwa ina ubora kwa upande wa kina Morris Chuku wakiwepo kwenye hichi kikosi. Lakini Yakuba Soni, moja kati ya mchezaji ambaye ana quality kubwa sana kwenye eneo la mbele, ameisaidia sana Tabora United kwenye mzunguko wa kwanza, si ndio? Kwa ni engo ambao pia lazima tutaitazama, mchezaji ambaye anakosekana kwa muda mrefu kutokana na injury. Kwa anakwenda wanakwenda kukutana na Young Africans, wanakosa huduma ya mtu kama Morris Chuku, mtu kama Yakuba Soni ambaye amekuwa bora kwenye eneo hili. Lakini ubora wa Tabora United tunaojua katika aina ya wachezaji ambao, baadhi ya wachezaji ambao wako kwenye kikosi chao, wana Wakongo wengi ambao wanawapa spirit na intensity, watajituma, lakini bado wanaonekana tu watakwenda kuadhibiwa dhidi ya Young Africans. Lakini tunaweza tukatazama kwenye engo la benchi la ufundi ambalo nimekuambia kuhusiana na kocha Anset, moja kati ya kocha ambaye ameifanya Tabora United kuwa imara sana kwenye safu ya ushambuliaji. Japokuwa kwenye safu ya ulinzi alikuwa hajafanikiwa, lakini kwenye safu ya ushambuliaji na walikuwa wakikutana na timu ambayo wanaweza kubato nayo, basi ulikuwa unaiona timu ikipata wakati mgumu. Ndio maana tunaiona mpaka hii leo Tabora United wako kwa nafasi ya 5. Hapa lazima ukiachilia mbali na kikosi ambacho wako nacho, lazima utampongeza kocha Anset, namna ambavyo alikuwa anatumia mifumo yake na namna ambavyo alikuwa anawatumia wachezaji katika maeneo sahihi, na kujua kwamba mchezaji huyu nikimtumia katika eneo hili basi ana uwezo pia wa kunipa kitu. Ameondoka kocha Anset. Kocha aliyekuja Genesia ni moja kati ya kocha ambaye bado tunaweza kusema ndo kwanza ameingia kwenye timu, bado anaanza kujitafuta, bado anaanza kuweka mipango yake. Hili ni eneo ambalo kwa pande wa Tabora United nenda kwa kosti zaidi. Wanaingia kwenye huu mchezo, kocha ni mpya kwenye mechi ambayo ni kubwa dhidi ya Young Africans yenye wachezaji ambao ni bora kwenye safu ya ulinzi, kwenye safu ya ushambuliaji. Huu ni msalaba mkubwa kwa upande wa Tabora United. Ndio tunajua wana wachezaji wazuri kama kina Bukoko, tunajua pia kwenye eneo la katikati mtu kama Shadrack, lakini pia tunamjua pia Munganga, tunamjua mtu kama Ritia Makambo kwenye eneo la mbele ameonekana kwa bora, lakini pia Ofen Chikola, moja kati ya mchezaji muhimu sana kwenye kikosi cha Tabora United. Lakini je, wanaweza vipi kutengeneza connection ambayo inatengenezwa na kocha wanapokuwa wako uwanjani? Kwa hiyo hapa tunakuja kuona napo pia patakuwa ni tatizo. Mawasiliano imekuwa ni tatizo sana kwa upande wa Tabora United kwenye safu ya ulinzi. Tazama toka ameondoka kocha Anset, Tabora United haina matokeo mazuri, so kwenye ligi kuu Tanzania bara, so FA. Tumeona pia kwenye michuano ya FA wameondoshwa na Kagera Sukari, wameondoshwa tena wakiwa kwa nyumbani. Kwa hiyo utakuja kuona kwamba wana wakati mgumu sana Tabora United kuelekea kwenye mchezo dhidi ya Young Africans. Kwa hiyo tunaona quality ya wachezaji wa Tabora, quality ya wachezaji wa Yanga. Tutarajie kipi? Hatutaweza kutarajia draw katika mechi hiyo? Draw inawezekana kwa matokeo ya dakika 90. Tuende sasa inawezekana pia sare ikatokea. Ndio. Kiuhalisia sasa inawezekana pia sare ikatokea. Inawezekana pia hata Tabora United akashinda, lakini Young Africans pia akashinda katika mchezo ndani ya dakika 90. Hiyo tunasema kwamba ni muunganiko wa kutazama kwa compact ndani ya dakika 90, yule ambaye atakenda kutumia dakika 90 vizuri. Lakini sasa tukija sasa kwenye ule uchambuzi ambao unaozungumza hapa, siwaoni Tabora United wakitoka na ushindi au kupata sare dhidi ya Young Africans kutokana na hicho ambacho Young Africans wanachokihitaji, lakini kutokana na matatizo ambayo Tabora United wapo nayo kwenye kikosi chao. Kwa hiyo hapa ndo maana naishia kusema kwamba namna ambavyo kiuchambuzi zaidi nikitazama na namna ambavyo hizi timu zilivyo, na hiyo na Tabora United ikienda kupata wakati mgumu sana, tena wasipokuwa makini wanaweza wakajikuta wanachezea idadi ambayo itakuwa ni fedhea kwa upande wao wasipokuwa makini. Sawa, la kiuchambuzi la kumalizia hapo? La kumalizia kikubwa ni Tabora United wakienda kuingia kwenye huu mchezo
waangalie tu namna gani ya kuheshimu Young Africans, wasikubali kupishana nao. Wakikubali kupishana nao tutaenda kuona dhahama kwa upande wao. Kwa hiyo wanachopaswa kukifanya ni kuhakikisha kwamba wanatengeneza muunganiko kuanzia kwenye safu yao ya wakicheza chini zaidi, na eneo la katikati wakisogea basi wasogee kwa pamoja. Wakipata nafasi ya kwenda kushambulia waende wakashambulie, wahakikishe mpira unafika, either umetoka, either kipa kadaka, au either imekuwa goli au imekuwa kona. Yani ndicho ambacho wanapaswa kukifanya Tabora United. Manake nje na hapo Young Africans wanaweza wakafunga turnover. Manake ni wazuri, wana kasi, wana speed, wana uwezo wa kutunza mpira, kitu ambacho kinaweza kikaihukumu Tabora United kuelekea kwenye huu mchezo. Kwa hiyo ni engo ambao tunaweza kusema kwamba kwa upande wa Tabora United wanapaswa kuwa makini na hicho kitu. Lakini pia kwenye eneo lao la ulinzi, connection imekuwa ni tatizo sana. Wanapaswa kuwa na tahadhari kubwa sana kwenye eneo hili, kuwa na muunganiko, kujua kwamba maelewano mazuri, wawe na mawasiliano. Nje na hapo wasipokuwa na mawasiliano kwa safu ya ushambuliaji ya Young Africans, eneo la viungo kama wakina Steven Kiazizi, kina Pakome, wakina Maxim pia Nzingeli, wanaweza wakawaadhibu sana kwenye hili eneo. Moja kwa moja tuelekee katika taarifa nyingine ambayo ni wekundu wa Msimbazi Simba April 2 pia wao wataweza pia kukipiga na Al Masry ya kule Misri katika kombe la shirikisho barani Afrika. Eric Keyman, tunaona Yanga aliweza kuibuka na kusogea mbele kwenda mpaka hatua ya finali. Vipi kuhusiana na Simba? Kwa sababu wakishia katika hatua hii ambayo ipo kwa itakuwa kwa nchini Tanzania katika soka hili, kwa timu za Tanzania tunaweza tukachukulia ni kama kawaida. Je, vipi endapo wasipofika, kwa sababu wapinzani wao waliweza kufika mpaka finali, wasipofika itakuwepo ni mtazamo wa aina gani katika mchezo huo? Kwanza usilinganishe Young Africans na Simba Sports Club katika nyakati za, yani niko namaanisha kwamba moment hizi ni nyakati nyingine tofauti kabisa. Msimu ambao Young Africans wamefika kwenye hatua ya finali na msimu ambao Simba Sports Club wako kwa hivi sasa wanapambania kwenda huko, ni nyakati ambazo tofauti kabisa. Msimu ule na msimu huu utakuja kuona kwamba kwenye michuano hii ya kombe la shirikisho barani Afrika kuna utofauti upo. Young Africans walikutana na timu ambazo walikuwa na uwezo wa kwenda nazo vizuri kwenye zile hatua robo finali. Tazama njia Young Africans alipita hatua robo finali, hatua ya nusu finali. Alikutana na timu za aina gani? Tutakuja kuona kwamba timu zenyewe zilikuwa ni timu ambazo ana uwezo wa kubato nazo. Timu kama Marumo ambao ni timu ambayo kama ile Flock, lakini unatazama timu kama kina River United ni timu ambazo kidogo bado hazijawa pevu kwenye soka la barani Afrika, bado hawajawa kubwa kwenye soka la barani Afrika. Lakini Simba ukitazama hizi njia zake ambazo anapita kuiendea ile finali, sio njia nyepesi wala sio njia rahisi. Mpaka hivi sasa Simba wamefika kwenye hatua robo finali. Watu wanaodai Simba wafike at least nusu finali au wafike finali. Wakishia nusu finali bado watu watakuwa na doubt kutokana na namna ambavyo timu ambazo ziko hapa wako kwenye hatua robo finali wanakutana na timu kama Al Masry. Ukilinganisha tu, ukichukua Al Masry ukilinganisha na vilabu vyetu vya Kariakoo, Simba Sports Club na Young Africans, ni mbingu na ardhi. Ni mbingu na ardhi kinamna gani? Namna ambavyo bajeti yao ilivyo ya msimu, namna ambavyo aina ya wachezaji ambao wanasajiliwa kwenye hizi timu na kwenye timu ya Al Masry. Al Masry wanamiliki mchezaji mmoja, unakuta mchezaji mmoja amesajiliwa labda kwa bilioni 2, bilioni 3, bilioni 5, kiasi ya kwamba bilioni 5 unakuta ni hela ya Simba au Yanga msimu mzima bajeti yao, lakini wao unakuta imesajili mchezaji huyu mmoja tu, ama imesajili wachezaji hawa wawili tu pekee. Ni kitu ambacho kulinganisha bado sisi wenyewe hatujafika huko katika namna ambavyo tunaweza tukashindana na wale kwenye engo ile. Kwa hiyo tunasema kwamba mechi sasa ukija kwenye swala zima la dakika 90 ndio ile sasa tunakuja, ndio huyu ana quality ambayo ya size ya kati, wachezaji wake kiasi chake ni hichi, gharama yake ya usajili ni hii, lakini amechagua
wachezaji ambao ni wazuri wameweza kumsaidia kushinda katika mechi kama hizo. Maana kwamba Simba akiibuka na ushindi dhidi ya Al Masry akafanikiwa kwenda kwenye hatua ya nusu finali, anastahili pongezi kubwa sana. Akifika nusu finali, anayekwenda kukutana naye akifanikiwa kumuondosha vile vile kama anakutana na Zamalek, maana kwamba anastahili pongezi kubwa mno. Manake anayekwenda kukutana na timu ambazo zenye bajeti kubwa, zenye wachezaji ambao wamesajiliwa kwa gharama kubwa sana, tofauti na namna ambavyo Simba ilivyoko na Young Africans walivyoko kwenye ardhi ya Tanzania. Ukiwatazama Al Masry, wana wachezaji ambao ni wazuri, wenye uwezo mzuri kabisa kwenye kikosi chao. Tazama hata msimu huu namna ambavyo wanatoa fundisho pale kwenye ligi ya pale Misri. Wako kwenye nafasi nzuri, nafasi 4 za juu wamekuwa kicheza hapa, lakini wamekuwa kikutana na timu kama Al Ahly, Pyramid ambayo yuko kwenye ubora wake kwa hivi sasa. Zamalek hajapoteza mchezo wote kwenye ligi kuu Tanzania bara dhidi ya hizi timu kwenye ligi kuu ya pale Misri dhidi ya hizi timu kubwa za pale Misri. Maana kwamba ukiwataja Pyramid kwa hivi sasa, kina Fiston Kalala Mele ni moja kati ya timu ambayo kwa msimu na msimu uliopita wako pale, wana ubora. Angalia hata kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika namna ambavyo wanatembeza kichapo. Watazame pia Al Ahly, tunawajua ndo wafalme wa soka barani Afrika. Zamalek pia vile vile ni timu ambayo ni kubwa kabisa barani Afrika. Al Masry anabato nao na hajapoteza mechi, amekuwa akifanikiwa kutoa sare, nyingine amekuwa akishinda. Maana kwamba ni timu ambayo yenye wachezaji wazuri, ina quality. Maana kwamba kuna namna ambavyo unaweza ukawashangaa watu wanaichukulia kwamba Al Masry ni timu ya kawaida sana. Sivyo. Simba wanahitaji kujipanga zaidi kwenda kwenye hatua ya nusu finali. Wanapaswa kujituma zaidi pindi ambapo wanapokuwa kwa ugenini, wacheze katika mlengo wa kuhakikisha kwamba wanatengeneza mazingira mazuri ya kuja kuimaliza mechi kwenye dimba la Benjamin William Mkapa. Al Masry nikitazama Simba Sports Club, bado kwa mimi hapa rekodi ya Simba ambapo namna alivyocheza kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika hii misimu hapa, ambao amefanikiwa kufika kwenye hatua ya robo finali, huu ukubwa huu ambao tayari ameshautengeneza, anaweza akautumia vizuri kumpeleka kwenye hatua nusu finali. Na namuona Simba akifika kwenye hatua ya nusu finali kulingana na namna ambavyo ukubwa ambao yuko nao kwa hivi sasa, yani ambao ukubwa ambao ameutengeneza kwenye bara la Afrika. Manake kuna kitu wanakuambia kwamba kuna jambo ukiwa unalifanya mara kwa mara inakutengenezea kujiamini zaidi. Unaweza ukakutana na mtu ambaye yuko bora, kwa kuwa anakuona wewe umekuwa ukifanya vizuri, basi moja kwa moja akatengeneza fear factor kwako, kitu ambacho kinaweza tayari kikakupa advantage. Ndicho ambacho Simba sasa hivi amekitengeneza barani Afrika. Kila timu sasa hivi ikikutana na Simba Sports Club kwenye bara hili la Afrika, lazima wanaanza kurudi nyuma kidogo, kwanza kuwafikiria kwanza hii timu kwa nini imekuwa ikifanya hivi mara kwa mara. Kwa kile kitendo cha mshangao, kuishangaa Simba Sports Club, hawa tumepangwa nao, yani tayari inakuwa ni advantage kwa Simba Sports Club. Kwa ni advantage ambayo unaona Simba wanaweza kuiondosha vizuri kabisa Al Masry. Na advantage nyingine ni kwamba wamekuwa wakikutana na hizi timu za Waarabu mara kwa mara, wanawajua vizuri kabisa Waarabu namna ambavyo wanavyocheza. Kwa hiyo ni advantage nzuri kwa upande wa club ya Simba Sports Club, tofauti na miaka nyuma ambapo tulikuwa tunaona timu za Tanzania zikikutana na Waarabu ilikuwa ni shughuli. Sasa hivi timu ya Tanzania unaona inaenda Warabuni, inaweza ikashinda, inaweza ikapata tasare, ikarudi kwa Mkapa ikafanya majabu, ikashinda bao, Simba ikashinda bao nyingi, ama ni Yanga wakashinda bao nyingi, ukashangaa ametengeneza mambo. Kwa maana kwamba kwa upande wa soka la Tanzania kwa hivi sasa, hawa Waarabu tumeshaanza kuwazoea namna ya kucheza nao. Ndio kitu ambacho kinaweza kikawapa Simba pia nafasi kubwa ya kwenda kwenye hatua inayofuata. Sawa, la kumalizia hapo. La kumalizia kikubwa tu ni kwamba Simba wajiamini. Simba pia waende kucheza kwa tahadhari kubwa akiwa kwa ugenini. Wacheze kwa lengo la kuhakikisha kwamba kama hawafungi basi wasifungwe. Yani kama hawashindi basi wasifungwe, wapate sare ambayo inaweza ikawasaidia kuja kupata matokeo mazuri kwenye dimba la Benjamin William Mkapa. Na inawezekana vizuri kabisa kwa klabu ya Simba, manake waliokutana na Al Masry wanawajua, japokuwa ile Simba ile na Simba hii ni tofauti. Walitoa sare ya 2-2 kwenye dimba la Benjamin William Mkapa, wakaenda ugenini wakatoa sare, vile vile Simba wakaondoshwa
kwa goli la ugenini ambayo iliwabeba sana Al Masry. Kwa hiyo kwa safari hii wanakutana na Al Masry ambao wameshajua kwamba washe kucheza nao, ile sare inaweza ikawapa confidence yao kuweza kuibuka na ushindi katika huu mchezo. Al Masry namna ambavyo wamekuwa wakicheza tokea miaka ya nyuma, kuna mabadiliko pia kwa kwenye timu yao tofauti na miaka ya nyuma. Sasa hivi ukitazama wanavyocheza sasa hivi na miaka ya nyuma, kuna mabadiliko pia hapa karibuni. Lakini kwa upande wa Simba tunaweza kusema kwamba Simba ile ndiyo ilikuwa bora, hata ya hivi sasa ina ubora. Lakini kuna momenti ambazo zina utofauti. Pale zamani unamzungumzia Emmanuel Arnold Okwi, kina Medie Kagere, kina John Raphael Boko ndio walikuwa wanachangamsha kwenye eneo la ushambuliaji. Tuliona namna ambavyo Emmanuel Okwi aliwasumbua Al Masry. Sasa kwa hivi sasa tunatazama kizazi cha kina Elia Mpanzu, unamtazama Jean Charles Ahoua ambaye amekuwa bora kwenye maeneo ya ushambuliaji. Lakini pia Lionel Ateba akicheza kwenye eneo hilo ni sawa. Kwa hiyo tunakwenda kutazama Simba nyingine, tunakwenda kuwatazama pia Al Masry wengine. Sawa, vipi kuhusiana na penyenye kwa siku ya leo? Penyenye ambazo tuko nazo kwa siku hii ya leo ambayo tunaweza kutoa, kuna moja kati ya kiungo ambaye anawindwa kwa ukubwa sana na wekundu wa Msimbazi Simba. Huyu ni kiungo ambaye yuko pale Misri na amekuwa akikipiga pale kwenye ligi ya Misri. Ana uwezo mkubwa sana kwenye eneo la katikati. Mwamba anajua kucontrol ball vizuri, anajua namna gani ya kusambaza upendo na namna ambavyo penyenye zilivyo. Inasemekana kwamba yule bwana mdogo ambaye alituaga kwa gumzo kubwa kweli kweli, akapewa jezi namba 6, akawa anazungumzwa sana, yeye anaweza akampisha. Manake Mwamba kidogo anataka kuondoka kukimbilia kule kwa Libya. Sasa namna ambavyo mpango ulivyo kwa hivi sasa ni kwamba huyu ambaye anayekipiga kule Misri, ambaye ni taifa lake ni Lajine, kwa ni moja kati ya mchezaji ambaye anaweza akatua mitaa ya Msimbazi. Kwa kikubwa zaidi tutasubiri kuweza kuona dili litakavyokuwa limekaa, basi moja kwa moja tutafahamishana vizuri sana. Lakini pia penye nyingine ambayo tunaweza tukamaliza nayo ni kuhusiana na kocha wa zamani, kocha zamani wa Tanzania Prison, moja kati ya kocha ambaye amewahi kupandisha vilabu vingi sana kwenye ligi kuu Tanzania bara kuvitoa championship. Huyu kocha amewahi kuipandisha Police Tanzania. Huyu kocha amewahi kuwapandisha Dodoma Jiji. Ni kocha ambaye anaijua vizuri pia ligi kuu Tanzania bara, anaijua vizuri championship. Kocha huyu anahusishwa kurejeshwa kwenye kikosi cha timu ya Police Tanzania ya hapa mkoani Kilimanjaro. Kwa hiyo tutasubiri kuweza kuona ile dili na lenyewe likitiki, basi mambo yanakwenda vizuri. Watu kutoka Tanga, kuna ukoo unaitwa Mbwana Ndio. Kuna ukoo unaitwa Mbwana au Bwana ni wa wapi hao? Sio Kibwana. Mbwana. Mbwana sana. Kwa hiyo huyu kocha anaitwa Mbwana. Sasa hilo lingine mtamalizia wenyewe. Siwezi malizia. Aliwahi kuipandisha Police Tanzania, alipandisha Dodoma Jiji. Kwa hiyo anahusishwa pia kutoa kwenye kikosi cha Police Tanzania. Ni moja kati ya kocha ambaye ni mzoefu wa kupandisha timu juu, na Police Tanzania walishuka daraja kutoka ligi kuu paka championship. Kwa championship wanateseka, wanaamini wakimpata huyu Mwamba ambaye aliwapandisha, basi anajua namna gani ya kuwapandisha. Wakimrudisha atawarudisha tena huko juu. Sasa akiwarudisha huko juu, je, wataendelea kubaki naye au watamwacha tena alafu mwisho wa siku aporomoke tena haja ateseke tena kuwarudisha? Kwa hiyo ni jambo ambalo pia tunalisubiri kwa udi na uvumba. Au nifungue kodi kabisa. Huyu ni Bwana Makata. Huyu ni Bwana Makata. Sasa unaambiwa kwamba kuna raha yake ukijua njia ambayo uliopotea ukajua kuipita tena. Kwa hiyo tusubiri kwa Police Tanzania. Kuna kitu ambacho nataka nikizungumze au nikuulize, kwa sababu wengi walikuwa wanahitaji kufahamu kuhusiana na swala la aggregate, bao la nyumbani la ugenini. Mtu anasikia aggregate ya 1-1 haelewi kwamba ni kitu gani. Labda wewe ungetufahamisha afu moja kwa moja tuweze kuibukia kimataifa. Kuhusiana na bao la ugenini na bao la nyumbani, ni kitu ambacho tunasema kwamba
kwa upande wa kafu bado tunatumia hii. Lakini kule kwenye UEFA kule barani Ulaya wao katika mchakato huu hapo tena. Hii imebaki kuwa barani Afrika. Yaani maana kwamba bao la ugenini inakuwa lipoje. Unapokuwa uko nyumbani, either umetoa sare ya 0-0, ndio inakupa advantage kubwa sana unapoenda ugenini. Lakini nyumbani kwako ukiwa umetoa sare ya mabao 2-2 ama sare ya bao 1-1, hii inakutengenezea mazingira magumu sana unapokuwa unaenda ugenini. Maana kwamba ukitoa sare ya bao 1-1 ukiwa kwa nyumbani, ukienda ugenini ukitoa sare ya 0-0, umekwenda nje. Maana kwamba huyu alipata bao kwako, ndio wewe ulipata, lakini alipata kwako. Akiwa ugenini kafanikiwa kupata bao. Unaweza ukawa umeshinda ukiwa kwa nyumbani mabao 2-1. Mabao 2-1. Ukaenda ugenini. Yule si alipata bao 1 kwako. Ndio. Alafu ikawa ni 2-1. Maana kwamba kule ugenini yeye akashinda 1-0. Maana kwamba amesawazisha ile matokeo, imekuwa ni 2-2, si ndio? Sasa yeye anapewa advantage zaidi ya bao la ugenini. Maana kwamba ameonekana bora, kapata bao kwako na kwake. Wewe umeshindwa kupata kwake, umepata kwako tu pekee. Maana kwamba wewe inabidi ubaki. Yeye kwa kuwa amepata bao kwako na kwake, moja kwa moja anapata advantage ya bao la ugenini na timu anaenda kwenye hatua inayofuata. Sawa, wewe kama mchambuzi unadhani hii haiathiri miongoni mwa timu? Kwa sababu ingekuwa ni kama ukicheza pointi 3 kombe ili hapo mambo mengine yanafuata. Hii haiathiri baadhi ya timu? Kiukweli kwangu mimi ni mchakato ambao unasema kwamba tunapaswa pia kubadilika kwa upande wa Afrika, tuwe kama wenzetu barani Ulaya. Yaani ndio tunaona tunaona kuna sometimes inakuwa ni faida kama wewe ni mshabiki kwa timu ambayo unayoshabikia, alafu ikakutana na matokeo ya namna hiyo. Lakini kama imekuja upande wako ukakutana na matokeo ya namna hiyo, maana kwamba tunasema kwamba inakuwa ni maumivu kwako, kitu ambacho kitakugharimu kwa asilimia kubwa sana. Itamgharimu shabiki kuweza kuumia, maana kwamba kuona wametoa sare, lakini inakuwaje wanaondoshwa tu kwa mazingira ya bao la ugenini? Hii bao la ugenini ni kitu gani? Maana wengi wamekuwa wakijiuliza maswali. Kwa hiyo tuna haja ya kubadilika katika huo mfumo na kwenda katika mfumo ambao wenzetu barani Ulaya wanatumia. Mechi zimemalizika zote mbili, ukichanganya mabao inaonekana ni sare, basi mechi iende kwenye extra time, iende kaamuliwe huko ndani ya dakika nyingine 30. Imeshindikana, watu ende kwenye mikwaju wa penalty. Yani mshindi apatikane katika njia ambayo inaonekana. Manake hii ya bologenini ni njia ambayo haionekani. Sawa, haionekani, lakini ndio hivyo, tukubaliane na kile ambacho kimepangwa, labda huenda mbele mambo yataweza kuwa mazuri zaidi. Ndio tunakubali, lakini ukweli ni kwamba tunapaswa kubadilika. Sawa, tutabadilika, lakini kama mchambuzi alivyosema hapa, tunapaswa kubadilika. Mtazamaji wa Gift Online TV, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment kile ambacho unakitizama hapa. Tupo kwenye Zoom Sport. Jina langu ni Tobias Kisima, nipo na mchambuzi wa soka mwite Eric Kayman. Tupo hapa kujadili yote ya kimichezo. Moja kwa moja tunaelekea kimataifa, ambapo kimataifa tutaweza kujadili kuhusiana na masuala ya usajili au bora pia wa wachezaji, lakini tutaweza kujadili pia kuhusiana na mkurugenzi wa kikosi cha Arsenal. Tutaweza kujadili hapa moja kwa moja vema kabisa, zuri zaidi ndani ya Gift Online TV kwenye Zoom Sport. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Eric Kayman, tuje katika kwanza na Arsenal hapa kuhusiana na mkurugenzi wake wa sasa hivi. Vipi kuhusiana na swala hilo? Bana, ni moja kati ya eneo ambalo kwa upande wa Arsenal wamekwenda kuboresha kwa asilimia kubwa sana, ambapo kwa siku ya jana tumeweza kuona mkurugenzi mpya ambaye anaitwa Andre Beta, ambaye yeye amesaini mkataba mpya wa ndani ya klabu ya Arsenal kama kuwa mkurugenzi mpya wa michezo katika nafasi hiyo, ambayo amekwenda kuchukua nafasi ya bwana Edo Gaspari ambaye alikuwa katika ili eneo. Sasa tunamtazama Andre Beta, moja kati ya mkurugenzi ambaye amefanikiwa kwa ukubwa sana katika vilabu mbalimbali kule Italia. Tuliona akiwanoa Genoa, Parma
moja kati ya vilabu ambavyo aliweza kufanikiwa vizuri kabisa kuwa kama mkurugenzi katika eneo hilo, na hatimaye akawa na mafanikio kadha wa kadha, lakini amefanikiwa kwa ukubwa zaidi toka miaka 2013 akiwa kwenye kikosi cha Atletico de Madrid ya pale Spain. Kwa ni moja kati ya mkurugenzi wa ufundi ambao kwa upande wa Arsenal wamempata, anaweza kawapa mafanikio makubwa sana. Akiwa na kikosi cha Atletico de Madrid amefanikiwa kuipa Atletico de Madrid La Liga mara 2, msimu wa mwaka 2013, lakini pia msimu pia mwaka 2020-2021 alifanikiwa. Lakini pia tuliona kwenye Europa mnamo mwaka 2018 alisaidia Atletico de Madrid kupata Europa, lakini pia amewahi kushinda pia Copa del Rey akiwa kama mkurugenzi akiwa na Atletico de Madrid, lakini pia Super Cup Super Cup pia ile wanaita de Spain nayo pia alifanikiwa kuweza kuisaidia Atletico de Madrid mafanikio ambayo aliyopata akiwa kama mkurugenzi wa michezo ndani ya kikosi cha Atletico de Madrid. Lakini pia kufika finali kwenye UEFA Champions League alisaidia pia Atletico de Madrid, japokuwa kufanikiwa kuchukua kombe, lakini kufika finali nao pia ni rekodi ambayo lazima iwekwe chini yake. Lakini ni moja kati ya mkurugenzi wa ufundi ana bahati pia ya kuwaibua wachezaji wengi maarufu barani Ulaya, maana kwamba katika engo hii tutaona Arsenal pia wakinufaika, wachezaji ambao wako kwenye kosti cha Arsenal waliokuwa wadogo, lakini pia wachezaji ambao watakwenda kuingia, maana ana jicho pia la kuona vipaji yeye kama mkurugenzi wa michezo. Sasa amesaini mkataba kwenye kikosi cha Arsenal kwa siku ya jana. Arsenal namna ambavyo wamekuwa wakihaha kuwania ubingwa wa ligi kuu ya EPL kwa miaka ya karibuni, ambapo wameonekana kuwa na ushindani mkubwa sana, takriban misimu 2 mfululizo. Huu ni msimu wa 3, lakini hawajafanikiwa kuweza kupata kombe hilo. Msimu huu watu waliwapa nafasi zaidi, lakini ndio kwanza hata dalili za Arsenal hazionekani. Pale kwenye kikosi cha Arsenal yuko Mikel Arteta, labda kidogo kama kutakuwa na ushirikiano mzuri, kuingia kwake kunaweza kumrahisishia zaidi Mikel Arteta ambaye ni kocha mkuu wa Arsenal kwenda kufanya kazi kiurahisi zaidi. Wachezaji wengi ambao nimekuambia ambao kwa upande wa mkurugenzi huyu Andre Beta akiwa na kikosi cha Atletico de Madrid ambao wamepata umaarufu mkubwa kabisa duniani au pale barani Ulaya kwa asilimia kubwa. Unamzungumzia mtu kama Joao Felix, unamzungumzia mtu kama Julian Alvarez ambaye tunaona pia tayari ana kombe la dunia akiwa na timu ya taifa ya Argentina. Lakini pia unamzungumzia mtu kama Thomas Lemar, unamzungumzia mtu kama Diego Costa. Tunajua ubora wake ambao kwenye soka ameufanya. Huyu amekulia, ameibukia chini ya mkurugenzi Andre Beta. Lakini pia mtu kama Rodri, umaarufu ambao amekuwa nao kwa hivi sasa, moja kati ya mchezaji ambaye tunasema kwa hivi sasa ana Ballon d'Or. Uwezo wake ni mkubwa. Tumeona namna ambavyo pia kwenye kikosi cha Manchester City alivyokuwa na uwezo mkubwa. Lakini pia mtu kama Jan Oblak, moja kati ya mtu ambaye pia chini yake hapa tunamzungumzia Luis Suarez. Umeona wachezaji ambao nakutajia ni wachezaji ambao tunajua uwezo wake. Lazima apongezwe Andre Beta kwa kuweza kuona vipaji kama hivi na kuviibua. Diego Jota ni moja kati ya mchezaji ambaye pia amepita mikononi mwake. Lakini pia Rodrigo de Paul, huyu ni mchezaji ambaye pia ana kombe la dunia kwenye kikosi cha Argentina. Rodrigo de Paul ambaye pia amepita mikononi mwake. Manake lazima tumpongeze Conor Gallagher. Kwa hiyo kwa upande wa Arsenal kwa haya mafanikio ambayo ameyapata Andre Beta, basi inaweza ikawa kwa asilimia kubwa Arsenal inaweza ikawa ni mafanikio kwa upande wao kama wakiwa na utulivu, kama wakimtumia vizuri, akiendelea kushirikiana na Mikel Arteta vizuri. Make combination ni kitu muhimu sana sehemu yoyote unayokuepo. Kwa haya yanatosha kwa siku hii ya leo. Tazidi kujadili mengi siku zinavyozidi kwenda, kwa sababu hichi ni kituo pekee cha kukujuza wewe mtazamaji yale yote ya kimichezo. Eric Kema, nikushukuru sana. Bana, shukrani sana pia. Na mtazamaji wa Gift Online TV, kwa siku ya leo tumefika tamati, lakini usiache kuendelea kufuatilia vipindi vyetu ambavyo vipo katika channel yetu ya Gift Online TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Nilikuwa nami Tobias Kisima pamoja na mchambuzi wa soka Eric Keiman.